Njitagwo William Karanja orea wa wheelbarrow. Mr. Speaker, I've been in a shop right now. I went to buy an Arsenal attire. Mr. Speaker, the line that is there, the shop is full. God have mercy upon us. And the shop is called East West Sportswear on Moi Avenue. Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu. I wish I was a president. I would surround myself with young people. Yeah? Kila pahali wamejaa huko wananisaidia. So that mimi nakuja tu nafungua mkutano na waachia, wakimaliza wananiita. Sema wewe mzee kuja. Tumepanga hii na hii iko sawa. Hiyo maneno yote umesema, siku ukikuwa rais ufanye hivyo vile unataka. Kama Mungu ameamua Ruto will get a second term, he will. Soya hiyo sauti. Soya hiyo sauti. Soya hiyo sauti. Nimesikia mtu amesema hapa ati yo Ruto ndio punishment yenye Mungu alitupea. Mimi sijakataa. Kama Ruto ndio punishment, basi Shetani ni Gikuyu mwenye alimchagua. The information. This money up there. You are not telling us anything. I want to know where my daughter is. Almost. It's now midday. It's now midday. This morning. Please. Let me check whether my daughter is among the dead. Excuse me, madam. Just tell me my daughter is among the dead. I'm going to reach hospital. Period. Stop lecturing me. I don't want stories. Chani kuombe Mheshimiwa Ruto, Mungu akuonekanie, akupatie akili na maarifa jinsi ya kuongoza wa Kenya, ili usione pesa peke yake, uone maisha ya Wakenya kwanza, weke mbele. We have been living without their money. Cry for my people of Kenya. So bad. Sha imekataa. Ama wanaleta watu wa Ebola, ndo tukiandamana wafungulie. Watafunguliwa, wewe hapo ukiwa unarusha mawe utaanza kukunia damu. We? Mlisikia hii? First Lady Rachel Ruto anasema in 2012 huko Bungoma aliombea mama yule alishindwa kupata mtoto. Several years later akakuta huyo mama alimuombea amepata twins. Hiyo ni miujiza ya First Lady wetu Mama Rachel Ruto. Hadi anafanya yule mtu awezi zaa azae na maombi. Good news to Kenyans. High Court has temporarily suspended plans for US to establish an Ebola quarantine facility here in Kenya. As of now, the deal was said to be around 1.7 billion. So Kasongo ni nani? Kusikia the deal is 1.7 billion. Akasema leta ya Ebola hapa. It's unfortunate. And tutakosana na wewe kumbafu. the thinking that was going on in my head
Is there any way of taxing these arsenal funds? Unajua unaniona kama matako yako. Ruto is a good president, and I like his vision for this country. The only thing he needs, someone to advise him to resign. That is the only thing he needs. When he gets someone to advise him to resign, that will be better. That will be better. He's a good president, but he needs someone to advise him to resign, because his vision for this country is to deteriorate all Kenyans, to make all Kenyans to be poor. So we want someone to advise him to resign. That is the only thing he lacks. He lacks someone who can advise him to resign, because all Kenyans are becoming poor. We can't even conceive because we fear the economy. When you conceive, you add more. You add more to the tax. You add more tax. Tax reloaded. We? Kwani Rigathi Gachagua hajasikia hii ya nini ya US kukuja kujenga quarantine facility ya Ebola in Kenya? Kwa sababu mimi nangojea tu Rigathi kwa sababu Rigathi ndio siku hizi anatupea information. Anajua ni kwa nini inajengwa na ni lini inajengwa, saa ngapi ndio inajengwa, na nani amekubali ijengwe, na kuna nini haswa kwa hiyo nini ya kujenga, na hadi paka material na atatuambia itajengwa wapi. Wacha tungojea Rigathi, tunangojea haki mtu lazima tuseme kitiko kwa roho yetu. Na mimi hata nishikwe ama niuliwe, hata nikiweka kwa sanduku saa hii, bado mimi ni mtu wa one time. Hiyo ndio sio kusema. Hata kwa kitanda ni round moja na ninalala. Donald Trump, kama kuna mtu alikuja kwako akakwambia ya kwamba unaweza leta wagonjwa wako Kenya na ukampea pesa, wewe jua huyo mtu amekukona. Kenya hakuna mahali penye utaleta wagonjwa wako wenye wako na Ebola. Sisi tulihangaika sana wakati wa coronavirus kwa sababu hatukuwa tunajua ukweli ya mambo, lakini sasa hii tushaujua ukweli ya mambo. Hizi vitu zenu ni biashara yenye napiga na Wakenya. Wakenya wamechoka na sisi hivi. Donald Trump, Kenya ni capital city ya Afrika, na sisi sio kama Iran yenye ulienda ukangoa sijui president ukaenda ukaua. Hapa Kenya tuna president. Na kama kuna mtu alikuja kwako akakudanganya ya kwamba Kenya iko na space yenye unaweza leta watu wako wakue quarantine, Kenya tuko busy na kuna siku hata moja yenye utaleta mgonjwa wa Ebola hapa. Mimi nataka niwaambie, mniangalie macho vizuri. Tafuteni mtu ya kutishana naye, sio mimi. Shut up. We know the bay of mafuta is due. Bas. The bay of mafuta is due. Jamaa ameona kila mtu amtaki, sasa hata yeye mwenyewe ako 50-50. Ati Mungu akikubali akwe tutamsijui nini, ati we bwana. Hata Mungu mwenyewe amechoka na wewe. Hata sisi wenyewe tunasema hatukutaki. Hii mchezo natupima hii. Mbona ndo kienda bana? Hii mambo ya kujipea nini hopes ati Mungu bwana. Hata mwenyewe amechoka. Hapana. Wewe nenda ukienda bana. Wewe umetuchokesha, usianze kuongeza mambo ya Mungu hapa ati vile unasema ati Mungu akiamua tukue. Wewe nenda ukienda. Kumaanisha hata TV news reporters wamechoka. And even as the government promises one term, and even as the hata upala. Yeye mnataka kijana anyoa futo kazi jameni. Mnataka kijana anyoa akose kazi. Na vile sasa hii Kenya kupata kazi imekuwa ngumu. Yeye na distract akili. Ni distraction fulani tu juu. Hata unaona amesahau na Kenya alikuwa anasema.
Nyinyi mnataka kijana wangu akose kazi. Unajua vitu zingine, you have to protect your job. You know it is one term, lakini you protect your job. Nyinyi mnataka kijana apoteze kazi. Na vile Kenya sasa kupata kazi imekuwa ngumu. Lakini watu wamechoka bana. Watu wamechoka. People are tired. No more hiding. Hakuna cha kuficha tena watu. Haki Rigiji. Hii ni nini sasa umetweet? Sisi tunangojea pesa. Wewe unatweetia nini kwa Twitter? Rigiji. Sisi hatutaki hii ya kuandika. Tunataka orally. He written, we don't want. Tunataka kusikia vile namna hiyo. Bora raundi sasa serikali imekelea kichwa. Mtajua hamjui. Juu lazima sasa watakula vizuri, awe MCA awe nani mpaka sijui one term, half term, mid term wote. Lazima watakula vizuri kama kiapo. Raundi ni kushiba shibe. Sasa hiyo acha venye mnasumbuana, sijui koti imesimamisha hakuna kuleta wagonjwa, sijui facility hakuna, sijui ya Ebola, sijui quarantine koja. Maana naomba hii serikali juu sasa after sasa mmenyamaza kidogo mtasikia hiyo facility kwa Laikipia. Sasa kutoka hapo hii serikali yetu ya kitu kidogo ambayo ni ya watu wadogo, next thing ni kutafuta two common characters zenye sasa zitatamba na hii na hii bora. Hapo sasa watatafuta Saimo na Suzi. Hao sasa ndio watakuwa the first cases to be reported. Bila kutoka hapo sasa watapelekwa quarantine. Kutoka hapo sasa mtaanza kuambiwa sijui I support you. We know the same script. Every day reporting new cases, you know, rudi mtakula mtafura kama nguruwe, na wakabidhi serikali ya mtu mdogo, serikali ya kitu kadogo. Na kuna watu wataenda jehanamu. Mmoja niona aliruka na akapasuka kichwa na ilikuwa mbaya, iliuma. Hiyo kitu ikuwa poa. Kuna ilikuwa amekumbatiana kwa kona. Tunajaribu kwenda kuwatoa, wanakataa kutoka. Wanalia tu hapo hivi. Sasa unaona walipasia hapo hivi, walikuwa wataka 4-5 hapo. Na kuna wenye walipaswa wakiwa wamelala kwa kitanda, wako wanajua nini inaendelea. So hiyo moshi nao kawamaliza. Mlango tu ndio ilivunjwa. Dirisha hizo zilikuwa juu, ilikuwa na viokonde. So unaona ungeweza kumanage kufika huko hivi. Na kuna wenye hata ungewaambia tu wapitie hapo kwa dirisha, ingekuwa ngumu sana kwa sababu Mheshimiwa Rais. Wacheni presa. Wakubali wakatae. One time. Acha unijamu. Sio nani ya mmoja. One time. Wale wote ambao ni wezi hapa Kenya. Fukuza watoke Siaka. Na tunafagia the whole swamp. Kutoka juu mpaka chini. Kila mtu awe MCA afanye kazi. Nasimama MCA kwanza. Mimi bado na wewe. Hakuna kuweli bana boss. Vijana wasimame viti bana. MCA wako anaitwa mzee wangu anaitwa Butia. Unashika pia ni one time. Hata wizi ni rafiki yangu. Ana nyumba kubwa na rafiki yangu. But what I will tell you is this. Hakuna time yenye sisi tunangoja. We are with you. Asante. We are your soldiers. Asante. Tunakufuata whenever you go. Asante. And we will always support you. Thank you. As the Mlembe nation, we are together with you. The only thing utatufanyia mbaya is to step aside na wanze kuchukua. But I saw you saying somewhere, sisi ndio tutakuwa ndio mtatoroka mniwacha wewe mpaka mwisho. Nilikuona ukiwa na commander wa the other side ya Tembea. When I saw the two of you together, I said, sote nikimwangalia naona the spirit of partnership. When I see you, I see the spirit of Masili. And when I look at Tembea, naona kijana kama. Thank you. We need the unity and we need to stand together. Tumedharauliwa sana. And now this is not Luya only. Ni kila country. So William Ruto, one tap na sana. Thank you bro. Asante sana for the good work that you're doing. We appreciate the support. Msifikiria tuoni. Tunaona mavideo zenu, tunaona vile mnasupport pale kwa ground. Speaker. Ukabila mimi sitaki ukabila Kenya. Ukabila ishe. Lakini mbona tu mnaimaliza wakati yetu.
Mr. Speaker, hiyo tu ndio inakuanga swali yako. Mr. Speaker, isikuwa wakati mko kwa kiti ukabila iko sawa. Mpaka Raila akishindwa watu wanaimba hapa tu akora pene. Raila anashindwa AU, unapata watu wana celebrate hapa juu. Mr. Speaker, hizo ndio vitu zinaniuma roho. Na mimi nikisema mimi ni Mjaluo ati huu ni mkabila, huu ni mkabila. Mr. Speaker, mimi sipingi kabila yote Kenya na mimi napenda kabila zote. Lakini kuna kabila moja ndio tuungane na nyinyi. Chukueni ID zenu, muweke kwa kiondo. Mupe nani atuletee Nyanza, tujaipigia kura wenyewe. Lakini kutudanganya ati tupige na nyinyi sepa ati mtatupigia 27. Hapana. Speaker, hiyo uongo tuachane nayo. Hii mambo ya ukabila kama inaisha, iishe after 2027 Ruto akisharudia. Kwanza tuunganeni. Yes. Tuunganeni, turudishe Ruto, alafu tukisharudisha Ruto, sasa tumalize ukabila. Nikwambie wewe Omar Hassan nikimalizia ya kwamba wewe ile kitu ambayo uko nayo kubwa sana, matako ni kubwa kuliko akili. Na mimi nataka nikuambie wewe Omar Hassan ya kwamba wakati sisi tulikuwa tumeshikwa na wewe, here I come. Oh, here I come. Oh. Mimi hata niliona makende yako ni kidogo hivi kama ya sungura. My friend Omar Hassan, watana wa Kikuyu na sisi tumejipanga na tunajua kile tunafanya. What? Bruh, we need to wake the fuck up. We need to wake the fuck up. Iyo quarantine iko like kipya bro, ichomwe. Mistake kujua atapeleka hao patients wapi aweke huko State House. Si alifanya lift up ya State House. Si alicheka State House. Si bibi yake anaombea watu wanazaa. Bibi yake anaombea tasa anazaa. Aombea hao patients wa Ebola huko State House wapone. Bro, usituletee magonjwa. Usituletee magonjwa za kiushetani. We can't even handle a fucking typhoid outbreak as a country. But we can handle Ebola. We can handle fucking Ebola. Bro, we've seen people beat COVID. We've seen people beat cancer. We've seen people live with HIV and AIDS for over 50 years. But we've never seen someone beat Ebola. Na hiyo ndio ugonjwa nataka kutuletea. And we are so calm. Kenyans, come on. Come the fuck on. Come on, wake up. Wake up, guys. This is our country. This is our motherland. This is the land our forefathers fought for with the blood, sweat, and fucking tears. Bro, na tuko so calm. Tuko so calm. Tumenyamaza. Watoto walidedi leo. What have we done about it? Nothing. These politicians went there and politicized the whole thing. Kwa ilikuwa a campaign trail. For them, it was a platform to kuuza sera zao. Na watoto wetu wamededi mazee. Tumekaa tu. Acheni upuzi bro. Acheni ujinga. Wake the fuck up. Wake the fuck up. This is your country. This is your life. Mwache ujinga. Mnabo. But they Kenyans mnabo. I'm not even kidding. Mnabo. And if you are politically ignorant at this time and age, when mjinga. If you are politically ignorant at this time and age, you're one stupid fellow. I'm not even... Bro. Guy. Ebola. Haki. Sirigani Gachagua anapenda uchokozi. Imagine amechakua Metu. Huyu mmoja tu. Kama Secretary General wa DCP. Krisha. Kawaida Metu akiona microphone anakuwa wazimu. Si mnajua. Sai yeye ndio ana address every issue. Kenyans mnapenda kucomplain. Mbona hamtaki those American citizens wenye wako na Ebola wakuje Kenya? Already CS wa health Duale. Na Duale anakuanga Msomali ama anakuanga Mkenya.
Duale amesema Kenya is capable and ready to welcome those patients wa Ebola ambao ni the US citizens wenye wako na Ebola wakuje wa quarantine nini Kenya. Now Kenyans mumekata, mimi sijui maneno madogo kama hayo mnakata kwa nini? Kumbuka the US government already washapatiana nini, washafanya press release. Yes, wamesema kwamba they want to protect its citizen. That is number one. They want to protect its citizen, right? Already watu wenye wako America hawataki watu ambao wako na Ebola waende huko. Nani watu wao? Sasa nyinyi mnataka hao watu waende wapi? Na ndio maana mimi nauliza tu kwa kipole. Sisi mnatujua, sisi ni wa Kenya, tunapenda amani, tunapenda kuhost watu. As you can see, Warundi, wa Rwanda, wa Congo, wa Nigeria, Ghanaians wamejaa Kenya. Wa Sudanese, wa Somali, tujue tunaweza changa tufikiwe na mishale ngapi. Because you know they expect us as Africans, in fact as Kenyans, you know we are identified by the Maasai culture thingy. So tutenda huko na mishale na mikuki just to welcome them. We don't like trouble. So mtuambie hizo camps zitakuwa wapi? Tuende tuwakaribishe. DJ, nicheze shwa. Wow. Wewe Ruto enda ukakufia huko Sugoi, wachana kusumbua nini wa Kenya na wacha nini kuletea wa Kenya nini virus. Wa Amerika wanakataa watu wa kwao wasiende Amerika. Wewe unakubali kuchukua nini pesa? Yaani hii pesa yote umeiva nini shetani ya mtu. Wewe hata ni shetani kuliko hata shetani mwenyewe. Ile shetani mambo uko nayo ya shetani. Mimi hata sijawahi ona mtu mwingine. You are so greedy. Hiyo pesa yote umeiva nini haijawahi kutosha shwari. Unataka kuweka nini maisha ya Wakenya at least. Kwa nini usiende kuweka huko kwa nyumba yako huko Sugoi? Yaani nini Ebola ni kitu ya kuletea Wakenya shwari. Ebola. Hata nini country yenyewe haiwezi hata nini afondi kutiriti Wakenya. Ifanye hata kama inafanya mandao iko wapi ya Ebola? Kwa nini uko reckless like this? You are so man. Oh my goodness. This is a man. Hata wewe sijui nani alikuzaa wewe, hata hujawahi kuzaliwa na mzazi. Wewe kama ulitoka nini kwa shetani direct ukakanyanga Kenya. Hiyo pesa yote umeiva yetu ya wa Kenya shwari haijawahi kutosha. Si uchukue pesa yote nini uende nini nyumbani. Oh my goodness. Yaani unataka kuletea wa Kenya nini Ebola, sasa ile countries zingine zinafunga mipaka. Wewe unafungulia nini magonjwa? Mungu si uchukue huyu mtu nini. Mimi siombeangi mtu mabaya, lakini kama vile naomba saa hii is better hata Mungu achukue Ruto kuliko nini watu milioni 50 wakufe sababu ya mtu mmoja. Mungu mchukue aende mbinguni. Tumetoka na huyu mtu. Wewe toka hapo, shut up. If you look very well, ukiangalia vizuri kwa hii serikali, people with degrees are outside. People without degrees have jobs. Hii ni maajabu. So you decide, muamue kama mtatuita sisi wenye madegree ama mtabaki na wenye hawana degree. Lakini serikali lazima tuipindue. Lazima tutabadilisha hii Kenya yetu. Na kitu moja ambayo tunafaa tuambiane ukweli. Sisi vijana ndo wenye hii nchi. Hii nchi ikienda chini, hivyo basi sisi wote tutaenda chini. So we are ready. If you need us, we will be there. Na tusitishwe sisi. Tusitishwe. Sasa muuliza aje vile Kasongo amejenga hivyo State House, amejijengea hivyo mzuri. Mtu akijenga boma vizuri ni kumaanisha anataka ajenge ndio akae kwa hiyo boma, ama kumaanisha anajenga juu anajua anaenda. Hiyo ni swali tu nimuuliza. Sasa mimi kulingana vile mimi nimeona Kasongo kutoka kwa kiti madhe na itakuwa ngori. Hiyo itakuwa ngori kabisa hiyo. Ndani kama mzee atakubali kutoka kwa kiti. Junyi mnaona aje? Hebu mnitupia hapo kwa comment section nijue ni aje nyinyi mnasema aje.
juu amejijengea nyumba yenye anaishi. Yeah.